mwanadamu anayependa kujificha hawezi kupata msaada akiwa gizani. Nakuja. Nakuja. Sasa hivi mnazurura tu, yani mnapishana tu. Yaani kama teni limekata sentiboliti. Ndugu yako toka alikotoka, kaja na mtu, sio kaja na ndani, wamezama ndani, wameingia kwa hata hajatoka. Na wewe umetoka huko ulikotoka, umerudi mikono mitupu. Haya, tuambie ndugu yetu, umetoka kufanya nini huko? Nipa tabu. Hapana. Wanafamilia, huduma niliyoifanya huko ndani anaweza kukaa siku 4 bila kuharibika, ila zikipita siku 4 kama mjenda kuzika, mwili wake utaanza kuharibika na kuoza kabisa. Vinginevyo muupeleke mochwari ukahifadhiwe. Sawa dokta, nashukuru sana. Poleni sana na familia. Wewe mpumbavu, nina wasiwasi na wewe. Nahisi kabisa mama yako alichanganyiwa mtoto hospitali, akapaa mtoto ambaye sio damu yetu, sio mwana familia yetu. Wewe pumbavu wewe. Mama, naomba usifanye kitu chochote mpaka nitakapofika mimi hapo. We mpumbavu nini? Ina maana unanipangia cha kufanya? Yaani mkeo ameshikwa na uchungu, anatakiwa akajifungue. Lakini mama, imekuwaje? Mbona siku za kujifungua mke wangu ulikuwa bado? Shangazi. Nini? Mbona unaongea maneno makali kiasi hicho? Hebu jaribu kupunguza ukali wa maneno. Natumia lafudhi nzuri ya kuweza kuzungumza. Unazungumza nini Sanda? Alichokifanya ni hilo sio sawa kabisa. Yaani amesababisha watu wote hapa msibani wametawanyika sababu yake yeye. Yaani ametia fedha ya familia. Alafu amekuja na daktari sijui nani, sijui dokta mifugo, kaingia ndani, sio kachoma sindano, sio kafanya nini? Nilo, hivi unasema mama yako ataamka? Mama yako kashakufa. Kilichotakiwa ni kuzika, mpumbavu wewe. Shangazi, yaani hicho unachokiongea kinaingia huku, kinatoka huku. Sitojali kitu chochote kile. Mbona unang'ang'ania mamangu azikwe wewe? Au wewe ndo lomuua? Kwa hiyo nampangia Mungu, si ndio? Hebu njoo tumpeleke akajifungue huko. Sawa. Nakwenda kuwa malkia wa wachawi na kalia kiti. Akijifungua tu kitoto kitakuwa halali yangu. Safi. Pumbavu wewe. Na tena siku nyingine usijaribu kunyanyua kinywa chako kanijibu, mpumbavu mmoja wewe. Na kama hizo bangi zako unavutia chooni, basi za kwangu mimi navutia kaburini, mpumbavu mmoja wewe. Wewe unajikuta nani haswa wewe? Kwa sababu umeenda mjini, unajiona kama umekuwa Tyson. Muangalie. Chunga sana akili yako. Nilo. Hivi unajua unanikosea sana? Unanichukulia kwamba unanimudu, si ndio? Naomba funguo. Samahani kwa kukukosea shangazi, lakini siwezi kutoa funguo.
Nilo, narudia tena, naomba funguo. Sitoi funguo. Naomba funguo. Sitoi funguo shangazi. Naomba funguo. Sitoi funguo. Naomba funguo. Nimesema acha. Mama naumia. Suzi, ikaze basi kipenzi changu. Mbona kwa hivyo? Basi mama kama anajifungua sina. Mama naumia. Sasa kama anajifungua namzalisha yeye mtu wai huko. Basi jikaze basi Suzi. Mbona tukatisha tamaa lakini. Unasikia? Tumeshafikia. Hebu jitahidi kujikaza tu kufika. Mimi naumia jamani. Hebu tuende. Huu ni mchezo, sio kawaida. Kuna mtu nyuma ya hili jambo. Vita ya kugombania kiti ni kubwa. Nisikilizeni nyinyi. Kama tukiendelea kubishana hivi kwa ajili ya kuziba ufa tu, basi tutaujenga ukuta. Na wewe kaka Nilo, kwa nini usimkabidhi funguo shangazi tuweze kumzika mama? Hujui ni laana kiasi gani kubaki na maiti ndani? Sandra, na wewe umeanza kujiunga naye. Sio ndugu yangu Sandra. Hauna uchungu na mama. Kumbuka wewe umenifuata umeniambia kama umemwona mama. Leo yule unaniambia nimpe funguo. Nimesema funguo sitoi. Hauna uchungu na mama Sandra. Mama amekulea miezi 9 tumboni. Leo yule unaniambia nimpe funguo. Funguo sitoi. Kwa hiyo wewe ndio unaniambia mimi maneno hayo, si ndio? Wewe ndio mwenye uchungu na mama? Uchungu wa kubaki na maiti ya mama yako ndani na kataa isizikwe. Ni wewe? Kaka Nilo, mkabidhi funguo shangazi tuweze kumstiri mama. Mbona unakuwa hivyo wewe? Yoyote atakayekuwa kinyume na mimi kwenye hili, sio ndugu yangu. Sitoi funguo. Sanda, unamwona ndugu yako alivyokuwa na dharau? Sasa vitu vyetu tumefungia humo ndani. Tunafanyaje sasa? Haji kama ni laana kukaa na maiti ndani jamani. Yaani mfi yangu tumemfungia ndani afu nje tunalumbana tukisa funguo. Au wananichukuliaje mimi? Jamani, yaani haji kama mimi nimeumia. Nimeumizwa sana na msiba wa mfi yangu. Nimeumia Nilo mimi. Sana nimeumia jamani. Nimeumia mimi jamani. Nilo! 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 Sana mimi mnanitesa, mnaniumiza mimi jamani. Sasa makusudi kwa sababu mimi ni mwanamke. Mimi ni kiongozi wa kike nimebaki amuniheshimu mimi. Nateseka hivi yangu ananiuma. Ananiuma mimi kwa nini amuniheshimu? He? Mbona sisikii chochote? Hii? Mama, nimepona. Suzi, umepona? Suzi, hii ni michezo. Hii ni michezo michafu mke wangu unaofanyiwa. Suzi, naomba turudi nyumbani. Na kuanzia sasa na kuomba Suzi, usiende sehemu yoyote ile. Baki na mimi tu. Mama, mbona unanifanyia hivi mama yangu? Nimekosea nini mimi mama? Nimekosea nini? Kwa nini unamtesa mtoto wa watu? Enieni, acha ujinga. Suzi aendi kokote kule, nenda naye nyumbani kwangu. Unataka kunitia aibu hapa kijijini, si ndio? Hakuna cha aibu mama. Mama, sitaki kukuvunja heshima mama yangu. Na kuheshimu mama ujue. Sikiliza, Suzi ni mke wangu na atabaki kuwa kwangu na hawezi kutoka kwenye mikono yangu. Kwa nini unanifanyia hivi mama? Mama, unataka nikufanyie nini? Au unataka nikuvunjie heshima kila mmoja ajue kama nini sina heshima? Inatosha. Inatosha tulipofikia mama. Sitaki kumpoteza mke wangu. Niacheni na mke wangu basi. Naona sasa unataka kunipanda kichwani. Sasa ngoja nikuvulie nguo ili nikuonyeshe paka mkubwa. Vua! Vua, mimi niko radhi kukuangalia mama, na kuangalia ndio na kuangalia.
Si unataka kujizalilisha? Jizalilishe. Ila mimi nakwambia vipi? Hapa naondoka na Suzi. Hawezi kwenda kwako Suzi hata kidogo. Suzi, naomba twende nyumbani. Twende nyumbani. Naomba tuondoke. Tuondoke. Nyumbani. Twende nyumbani. Soma kitabu mwanangu we, ujue miti mwanangu we, ila kaa ukijua mwanangu we, hakuna mganga zaidi ya Mungu. Oh mwanangu, mwanangu, mwanangu we, soma kitabu mwanangu we, ujue miti mwanangu we, ila kaa ukijua mwanangu we, hakuna mganga zaidi ya Mungu. Oh mwanangu, mwanangu, mwanangu we, soma kitabu mwanangu we, ujue miti mwanangu we, ila kaa ukijua mwanangu we, hakuna mganga zaidi ya Mungu. Oh mwanangu, mwanangu, mwanangu we, soma kitabu mwanangu we, ujue miti mwanangu we, ila kaa ukijua mwanangu we, hakuna mganga zaidi ya Mungu. Mwandola, niko hapa tabibu wangu. Naomba chota unyayo uliokuwa mbele yangu. Si wewe. Si wewe. Mwanadamu anayependa kujificha hawezi kupata msaada akiwa gizani. Nakuja. Sitaki unishike. Yaani sitaki uniguse kabisa. Sitaki uniguse bana, kwa nini usikie kitu gani? Suzi, mke wangu, naomba usinichukie. Mimi wala sio mbaya wako. Yaani mimi ndo napambana kupambania uhai wako. Sawa. Naomba baki hapa hapa pumzika. Kuna sehemu naenda mara moja narudi. Tena ufanye wahi kurudi unipikie chakula. Maana mimi sijisikii kufanya chochote kile. Usijali kipenzi changu. Tena nitakupikia kile chakula unachokipenda. Sawa. Ila naomba usitoke. Sawa. Naweza kuzimechafuka kweli. Nakuja. Binadamu wabaya. Binadamu wabaya. Nikifanya jema nanuka ubaya,
nikifanya zuri mie nanuka ubaya, nikifanya jema nanuka ubaya, nikifanya zuri mie nanuka ubaya, nanuka ubaya, nanuka ubaya, nikifanya jema nanuka ubaya, nikifanya zuri mie nanuka ubaya, nikifanya jema nanuka ubaya, nikifanya zuri mie nanuka ubaya, nanuka ubaya. Shangazi, yule ni nani? Mbona sijawahi kumuona kwenye macho yangu? Hebu achana mimi bwana. Mambo yangu yanakuhusu nini wewe? Yaani wewe unataka kujua mambo yangu mimi, lakini wewe hutaki kushirikiana na mimi. Wewe unashirikiana na kakako. Si unashirikiana na yule mpumbavu mwenzako. Mmekaa mmeungana, mmeona mnachokifanya ni sawa tu. Yaani mkaamua mufezeshe kijiji chote kitulani sisi. Yaani kimeondoka kimetuna sisi kama wajinga punguani hatuna akili vile. Alafu mmekaa hapo, shangazi, yule ni nani unaongea naye? Mambo yangu yanakuhusu nini? Yaani ungekuwa na akili wewe Sanda, ungefanya nalotaka mimi. Tukamstiri mama yako mambo yakaisha. Lakini umekaa tu umebweteka, umekaa utufezeshe tu. Ila nawaambia nyie watoto, hamunijui vizuri. Nimepoa, nimetulia kwa sababu niko kwa ajili ya kaka yangu. Namstiri kaka. Lakini hili likiisha Sanda, wewe na yule mvuta bangi mwenzako, hapa mtapaona pachungu. Nikisha maliza swala langu, nyie sio ndugu zangu tena. Nafuta kabisa, nakata kabisa cheni ya ukoo. Si unanielewa vizuri? Hey. Shangazi. Nini? Wewe unataka kuzungumza nini? Yaani hicho kinywa chako kitatoa neno gani ambalo mimi nitaliona lina maana? Yaani Sanda umekaa tu, umeboteka tu, mama yako iko ndani, anaumia hapo. Tungeenda tukamstiri, tukamzika, mambo yakaisha. Lakini umekaa kama mwanamke. Yaani hujali kabisa. Hujali tu unaumia. Yaani yule mvuta bangi anakuchota akili na wewe unakuwa, yaani akili zako zinakuwa kama zezeta. Sikiliza Sanda. Mimi na wewe tukae hatua 100. Sitaki uniulize chochote. Nikimaliza jambo langu, nitamalizana na wewe na yule mvuta bangi. Full stop, nimemaliza. Usiniulize chochote. Pumbavu wewe. Kiongozi wangu, hivi unajua kwamba yale yanayoendelea pale kwa kina Nilo yanakupa wewe sifa mbaya kiongozi wangu? Wewe pamoja na serikali yako yote mnaonekana hamna maamuzi. Katika hili, mimi naomba nikushauri kitu kiongozi wangu. Sidhani leo kama utakuwa na kiza kunishauri mimi. Haya, hebu nishauri, unataka kunishauri nini? Unajua, kwa haya yanayoendelea kiongozi wangu, inatakiwa wewe ufanye maamuzi kama kiongozi. Usimame mstari wa mbele kuhakikisha ili jambo nalimaliza, kwa sababu yule mtoto pale amefunga na kufuli, ameondoka zake, anataka maiti isizikwe. Hivi kweli ni haki kiongozi? Wakati mtu ameshafariki anatakiwa azikwe. Kadri anavyoendelea kukaa mule ndani ataanza kuoza, na akioza harufu itatoka. Harufu ikitoka watu watasusa ule msiba, watakaa pembeni. Hakuna mtu ambaye atakwenda. Hata mimi sitoweza kushika hata jeneza kiongozi, nakwambia. Kwa hiyo katika hili kiongozi, fanya maamuzi. Shemeji, mbona utulii msibani? Kwani kuna nini? Lazima nisitulie msibani shemeji. Namtafuta mzee Tano. Sio rahisi kama unavyozani. Mzee Tano hapatikani kabisa. Yuko mbali sana. Kwani wewe unamfahamu huyo mzee? Simfahamu. Huwa namsikia tu. Kwani unataka nini kwa huyo mzee? Maana ni hatari sana. Nina shida ya kumsaidia mama yangu, na tiba pekee naweza kuipata kwa huyo mzee Tano. Hachana na hayo mambo kabisa shemeji. Yatakupotezea muda. Acha mamako azikwe. Tuache hayo shemeji, baadaye.
Shemeji, nimekumbuka kitu. Sala alinipigia simu, alitaka kuongea na wewe, ila nilikutafuta msibani, sikufanikiwa kukuona. Hata mimi pia nimejaribu kumpigia kwenye simu yake, sikumpata. Na toka nimefika hapa kijijini, kwenye simu sikumpata kabisa. Jaribu tena kumpigia shemeji. Simu yangu haiko na chaji shemeji. Ngoja nijaribu kumpigia na mimi. Odi baba. Habari za saizi? Salama. Karibu. Uko sawa kweli? Kiukweli siko sawa kabisa yani. Kwanza pole sana kijana. Lakini pia karibu. Karibu sana. Karibu. Asante. Ni kweli hapatikani kwenye simu. Kwa hiyo tunafanya nini? Acha mimi niende nikamuulizie kwa mama yake. Huenda amewasiliana naye. Asante shemeji. Sawa. Ulipoanza kuzungumza mazungumzo yako, niliona kuna mantiki fulani hivi. Lakini kadiri ulivyokuwa unaendelea kuzungumza, niliona 90% hujui unachokizungumza. Hivi kweli umechuja kwenye akili ya uliyosema au umelopoka tu? Kwa hiyo mimi baba yako nikae na mkeo mpaka atakapojifungua, hali ya kuwa unafahamu mimi naishi msela hapa. Sina mke hapa ndani. Unanitafuta nini we mtoto? Hilo nililiwaza mzee wangu. Tena nililiwaza kabla sijafika hapa kwako. Tayari nimeshamtafuta binti wa kazi ambaye atakayemsaidia Suzi kwenye kila kitu. Uzuri wake ni binti mmoja mpole, mstaarabu, alafu anaheshima sana mtoto wa watu. Hebu acha upumbavu. Unanielewa? Mimi sitaki upumbavu. Alafu unapozungumza na mimi, kaa ukijua unaongea mtu mmoja makini sana. We, hapa tunaongelea nini? Tunaongelea swala la mzazi mtarajiwa. Mtu ambaye anaelekea kwenda kujifungua. Binti wa kazi atamsaidia nini? Huyo mtu anatakiwa akae na mtu mzima. Mama ambaye ana uzoefu hayo mambo. Unaniambia binti wa kazi ana nidhamu, ana heshima. Nidhamu na heshima vitamsaidia nini mkeo katika masuala ya kujifungua? Alafu kama unaona wewe umeshindwa kukaa na huyo mkeo kumsaidia kwa namna yote, mpeleke kwa mama yako. Mama Kabichi. Mama Kabichi. Mkwe wangu. Makabichi. Mama Kabichi.
Mama Kabichi, mkwe wangu, Mama Kabichi. Mamkwe, mamkwe. Nakuja mama, katibu nakuja.